tuko kwenye eneo hili la Kongwa. Mlima huu ni maarufu unaitwa Mlima Mautia. Kiingereza unajulikana kama Mautia Hill. Mlima huu una historia kubwa sana kijiolojia kwa sababu ni sehemu ambayo ina mvurugiko wa kijiolojia. Sisi tunasema imeathiriwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Mabadiliko haya yamepelekea eneo hili la mlima kuwa na madini ambayo yana upekee duniani. Kwanza kabisa kuna madini ya yoderite. Madini ya yoderite yanapatikana mlima huu pekee Tanzania, lakini pia ukiangalia katika dunia, eneo hili la Mlima Mautia, madini haya yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania mwaka 1959 na mtafiti mmoja wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Hatten Yodel. Sasa baada ya kugundua madini hayo mwaka 1959 yakapewa jina la yoderite. Kwa hiyo hilo jina la yoderite limetokana na mvumbuzi wa hayo madini. Sasa toka mwaka 1559 kulikuwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kupata haya madini ya yoderite. Mpaka ilipofika mwaka 1998 ndipo Zimbabwe pia yakagundulika haya madini kwenye belti inayoitwa Zambezi Belt, Zimbabwe. Sasa unaweza ukaangalia kwamba duniani kote nchi ya kwanza ambako haya madini ya yoderite yaligunduliwa ni Tanzania. Ukiangalia baada ya hiyo miaka yote ndio mwaka 1998 yakagundulika Zimbabwe. Maana yake ni kwamba tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani, na pia tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania. Sasa nitakuja kwa nini sisi tunasema hiki kwetu ni kivutio. Kama sehemu ambayo madini yanapatikana na hayapatikani sehemu nyingine duniani, maana yake kwetu hii ni sehemu muhimu sana. Tunaichukulia kama ni kivutio cha utalii wa jiolojia, au mnaweza mkasema ni kivutio cha utalii wa madini. Na hiki ndicho kama Wizara ya Madini pia inasisitiza kwamba tunaposema kauli ya ile kwamba madini ni maisha na utajiri, ni kuhakikisha pia kwamba kunakuwa na mahusiano makubwa. Kwanza haya madini yaweze kureflect maisha ya wakazi au wa jamii inayozunguka maeneo husika. Sasa uwepo wa haya madini kwenye eneo hili inaweza ikabadilika kuwa kivutio, kwa sababu tunatarajia kuna researchers wengi, yani watafiti wengi wanaweza wakafika kwenye huu mlima kwa ajili ya kuja kujionea mabadiliko gani ya kijiolojia yaliyotokea yakapelekea haya madini kupatikana eneo hili pekee. Na maana yake ni kwamba hakuna sehemu nyingine duniani kote ambapo mabadiliko ya kijiolojia yanafanana na eneo hili. Maana yake ni kwamba eneo hili ndio lina mabadiliko ya kijiolojia yasiyopatikana sehemu nyingine duniani. Ndipo ilipelekea madini haya ya yoderite kutengenezeka maeneo haya. Kijiolojia, madini ya yoderite maana yake ni kwamba miamba ya wakati huo, wakati madini yanatengenezeka, lakini pia wakati huo pressure ya tunasema shinikizo la chini ya ardhi na joto lilipelekea kutengenezeka kwa hayo madini. Maana yake sasa wakati madini haya yanatengenezeka kulikuwa hakuna sehemu nyingine duniani ambako hali kama hiyo ilikuwepo. Sasa kwetu sisi hiki ni kivutio kikubwa sana, na tayari tumekuwa kama taasisi ya jiolojia pia tumekuwa tukipata watafiti wengi sana ambao wamekuwa na interest ya kuja kufanya utafiti wa kina kwenye huu mlima. Lakini sio utafiti wa kina tu, hata utalii wa kutembelea huu mlima, kuangalia ni madini gani haya ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani isipokuwa ni kwenye huu Mlima Mautia.
matumizi yake kibiashara labda na kimatumizi ya kibiashara tuseme na viwandani. Kiuhalisia madini haya hayana matumizi ya kibiashara moja kwa moja, lakini pia na viwandani ni kutokana na sababu kama tatu. Sababu ya kwanza ni madini ambayo ni adimu, very rare, lakini pia ni scarce. Maana yake ni unaposema scarce, maana yake yanapatikana kwa mahala kama hii, kama ni very rare yanapatikana kwenye eneo hili, lakini pia yanapatikana katika kiwango kidogo. Kwa hiyo huwezi ukasema unayakonvert kwenda kwenye matumizi. Kwa hiyo mwisho wa siku yanabaki kuwa kwenye matumizi ya viwanda na matumizi ya kibiashara, yanaweza yasiwe na thamani hiyo. Lakini sasa sisi tunayatumia ni kama fursa ya utalii wa jiolojia na utalii wa madini. Maana yake ni kwamba inasaidia kupromoti kama nchi namna gani ambavyo nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini mengi ambayo mengine hayapatikani duniani kwingine. Lakini sasa kingine cha upekee kwenye mlima huu wa Mautia, kuna madini mengine ambayo na yenyewe yanapatikana nchi chache, na kwa Tanzania pia yanapatikana eneo hili. Haya madini mnayoyaona yana rangi ya pink, yana red pink, kama yanaendekea kama wekundu. Haya madini yanaitwa piemontite. Hii piemontite inapatikana eneo hili peke yake kwa Tanzania hii. Maana yake unaweza kaangalia ni namna gani eneo hili limebarikiwa kuwa na madini ya upekee, na ndio maana sisi kuna kipindi tulishauri kwamba eneo hili lihifadhiwe kwa ajili ya utalii wa kijiolojia. Maana yake kwanza tutaelezana namna gani ambavyo nchi zingine zimenufaika na utalii wa kijiolojia. Kazi kubwa ya utalii wa kijiolojia ni kuleta watafiti mbalimbali na wageni wengine katika kutembelea na kujifunza kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya kidunia iliyotokea. Sasa katika kupitia hiyo kuna uchumi utacirculate katika maeneo husika. Kwa sababu kwa mfano let's say kuna vyuo vinataka kuja kujifunza jiolojia ya hili eneo. Obviously katika maeneo yanayozunguka haya maeneo kwenye huu mlima yatanufaika katika biashara ndogo ndogo. Lakini pia popote wageni wanapokuja, popote atakapofika, ikiwa wameingia watafika kwenye accommodation, watafika kupata huduma zozote, sisi tunachukulia hiyo kama ni fursa ya kiuchumi pia. Lakini kingine kikubwa ambacho huwa tunakisisitiza kwenye hatua kama hii, uhifadhi wa madini kama haya yanachangia kuitangaza nchi namna gani nchi yetu ilivyo na madini mengi na mengine hayapatikani sehemu nyingine duniani.